Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema hatatishwa na vitisho vya Marekani, hasa wakati huu mito ikizidi kuongezeka ya kuiwekewa vikwazo Kigali kutokana na mzozo wa mashariki mwa DRC. Rais huyo wa Rwanda Bwana Paul Kagame amesema taifa hilo haliogopi vitisho vya Marekani. Rwanda inakabiliwa na shinikizo kutoka nchini Marekani kutokana na kile kilichotajwa kwamba taifa hilo linashiriki katika vita vya mauaji huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuunga mkono kundi la M23. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alialikwa mjini Washington na akapongeza usaidizi wa Marekani dhidi ya kukabiliana na waasi wa M23 huku makubaliano ya amani yakikabiliwa na changamoto kubwa. Marekani imethibitisha tena kujitolea kwake kuiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwanza kupitia maseneta wa Marekani na kisha kupitia waziri wa mambo ya nje Bwana Marco Rubio. Akiwa mgeni rasmi katika dhifa kila mwaka huko Washington, Rais Felix Tshisekedi wa DRC alisifiwa na Donald Trump ambaye pia alimwambia kuwa anaweza kuwasiliana naye moja kwa moja iwapo kutakuwa na tatizo lolote. Mapigano yanaendelea licha ya makubaliano ya amani. Majeshi ya Kongo yanaendelea kupambana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ambao wanadhibiti sehemu nyeti za mashariki mwa DRC. Mapigano haya yanaendelea miezi miwili baada ya Tshisekedi na Kagame kusaini makubaliano ya amani huko Washington ambayo yalikusudiwa kukomesha mvutano kati ya nchi hizo mbili. Kutokana na hali hii, Marekani imetishia kuiwekea Rwanda vikwazo ili kuilazimisha kuondoa wanajeshi wake na kusitisha usaidizi wowote wa kundi la M23. Hata hivyo, Kagame alijibu vikali kupuuza vitisho vya Marekani. Rais Paul Kagame wa Rwanda amehimiza nchi yake kujitegemea zaidi. Akizungumza katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu wa Kigali, Rwanda, Kagame alionekana kujibu kwa kusisitiza uhuru wa nchi hiyo, akisema tumejitolea kujitegemea ili uhai wetu usitegemee bahati au nia njema ya wengine ambao wanaweza kuchagua kutusaidia leo na kujiondoa kesho. Kagame kupitia video iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya ofisi ya rais katika mtandao wa X alisema kwamba kujitegemea ndio kipaumbele kikuu cha Rwanda. Hata hivyo, ikulu ya White House ilisisitiza kuheshimiwa kwa makubaliano ya Washington ambayo pia yanaihakikishia Marekani upatikanaji wa madini ya adimu ya Kongo yanayoshutumiwa kuporwa na Rwanda. Wakati huo huo, hali ya kibinadamu ni ya kutisha katika maeneo yanayodhibitiwa na M23. Huku idadi ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao ikiongezeka na hivyo kufanya mgogoro huu kuzusha changamoto kubwa za kiusalama na kisiasa katika eneo hilo lenye utajiri wa madini la mashariki mwa Kongo. Wachambuzi wa mambo wanasemaje juu ya masuala haya ya kisiasa huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama katika eneo hili la mashariki mwa Afrika? Kulingana na Ivan Muya, mtafiti katika chuo kinachotoa mafunzo kuhusu migogoro cha St. Paul huko Ottawa nchini Canada, anasema shinikizo linaloongezeka la Marekani kwa Rwanda linatuma ujumbe wa wazi. Japo Kigali haifurahishwi na hali hii, ni kwamba inaashiria wazi kuwa Marekani inataka kuimarisha ushirikiano wake na Kinshasa. Hii ina athari za moja kwa moja na mikataba ya amani na inaonyesha azma ya Marekani ya kuiona ikifanikiwa, alisema mtaalamu huyo. Hata hivyo, wataalamu wengine wanasema kwamba wanashangazwa na tishio hili la vikwazo, ikizingatiwa kwamba Kinshasa na Kigali zimesaini makubaliano na kwamba mchakato wa mazungumzo unaendelea huko Doha kati ya serikali ya Kongo na kundi la M23 linaloendeleza uasi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Hili linakinzana na makubaliano ya Washington yaliyojadiliwa chini ya upatanishi wa Marekani. Kuna dhana potofu nyingi, uongo na ndoto za baadhi ya watu kuhusu vikwazo hivyo, wanasema wachambuzi wa mambo. Lakini wadadisi wengine wa masuala ya siasa za Afrika wanasema hii inaashiria kuwa uhusiano na urafiki wa muda mrefu kati ya Marekani na Rwanda sasa unaanza kuzorota. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka na pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri.